kwa nukta moja ya mwisho, ili nimwekee uwanja vizuri mwenyekiti, kwamba historia ya miaka 61 imetuthibitishia kwamba Wazanzibari hatujawahi kuridhika na malengo ya kutudhibiti. Wanakuweko vibaraka wanaotumika, hao walikuwepo na wataendelea kuwepo, lakini Wazanzibari tena wanaojitambua, wakiwemo waliokuwa viongozi wakuu, hawajawahi kukubali kudhibitiwa, na wengine walipoona tu dalili wakaanza kudai mabadiliko. Wa kwanza alikuwa ni Mzee Karume mwenyewe, rais wa kwanza wa Jamhuri ya Watu wa Zanzibar. Na haya sasa tulikuwa tukisema, alikuwa akituambia wachochezi wanavurumisha. Sasa wameandika wao wenyewe kitabu ambacho kina jumla ya juzuu 3, volumes 3, ambacho kimegharimiwa na serikali ya muungano wenyewe. Waliwapa kazi wasomi watatu, Profesa Isa Shivji, Profesa Saida Yahya Othman na Dr. Ngwanza Kamata. Wameandika kitabu cha wasifu wa Julius Kambarage Nyerere. Ndani yake kwenye hicho kitabu, kwenye juzuu ya 2, volume 2, ambao mwandishi wake mkuu ni Dr. Ngwanza Kamata, katika waandishi watatu, waligawana kila mmoja akachukua volume moja, wamethibitisha kwa ushahidi wa nyaraka kwamba mwaka 1971 Mzee Karume aliliongoza Baraza la Mapinduzi lote kwenda kumkabili Julius Nyerere na kwenda na mapendekezo waliotaka ya mabadiliko ya mfumo wa muungano. Na mawili walioyataja katika kitabu kile, la kwanza walisema Zanzibar chini ya Mzee Karume walitaka kwamba uongozi wa juu wa Jamhuri ya Muungano usiwe ni mamlaka ya rais wa muungano Julius Nyerere peke yake. Lazim iwe kwa makubaliano ya yeye na makamu wake wawili, na lisikatwe shauri ya uamuzi wa jambo lolote mpaka hawa watatu wawe wamekubaliana. Mzee Karume alikuwa anajaribu kurejesha mamlaka ya Zanzibar ndani ya muungano. Lakini kubwa zaidi ambalo limetajwa, la pili katika hayo aliyopendekeza, akapendekeza, na Baraza la Mapinduzi la Zanzibar zima ndio chombo cha kutunga sheria Zanzibar wakati ule, kwamba tunapaswa kubadilisha mfumo wa muungano. Badala ya kuwa na muungano unaongozwa na baraza la mawaziri ambao ndio kuelekea serikali moja huko, Mzee Karume alishatana tuwe na kitu walichokiita governing councils, mabaraza ya uongozi au mabaraza ya utawala. Kila sekta tutaloamua kushirikiana katika muungano iwe na baraza lake peke yake. Ukitafsiri katika hali halisi, yale waliokuwa kitutukana sisi ndio waliyotaka Mzee Karume, muungano wa mkataba, maeneo ya shirikiano yaongozwe na mikataba. Lakini hili Mzee Moyo alikuwa akituambia kila siku. Walipofika Nyerere akashtuka, akaambia haya ndio yanayotaka. Mzee Karume akaambia waulize wanaume hao Baraza la Mapinduzi alikwenda nalo.